Je, umewahi kujiuliza kwa nini kila kunapotokea mkutano mkubwa wa kisiasa au wa kijamii, ghafla hujitokeza kundi la vijana wanaofuruga mkutano, wanapiga kelele, wanaharibu mali na kisha kutoweka kana kwamba hakuna kilichotokea? Na je, ni bahati mbaya kwamba kila mara wanaonekana kuwa wamejiandaa vizuri na wanafanya kazi kwa mpangilio mmoja? Baada ya mtu aliyedai kuwa mmoja wa walioajiriwa kufuruga mkutano wa All Saints Cathedral kujitokeza hadharani na kueleza jinsi walivyoajiriwa na kulipwa, mjadala mzito umeibuka nchini. Lakini jambo ambalo linalowashangaza wengi ni hili: ikiwa watu wanaendelea kujitokeza hadharani na kueleza kila kitu, kwa nini hatuoni hatua kali zikichukuliwa? Leo tunachambua kwa kina suala hili. Karibu kwenye Mr. Zack. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, bonyeza subscribe, like na share ili tuendelee kufanya uchambuzi wa kina kuhusu masuala yanayoigusa Kenya. Leo tunazungumzia jambo ambalo limekuwa likijirudia mara kwa mara na ambalo linaibua maswali mengi kuliko majibu. Niite Nyambunde Zack. Kwanza tuanze na simulizi ya All Saints Cathedral. Cha kushangaza zaidi ni madai yake kwamba kazi hizo huwa zinalipwa fedha taslimu. Kwa mujibu wa simulizi yake, kiwango cha kawaida kinaweza kuwa takriban shilingi 2,000 kwa kila mshiriki, huku akidai kuwa wakati mwingine kiasi hicho huongezeka kulingana na aina ya kazi inayotakiwa kufanywa. Ni muhimu kuelewa kuwa haya ni madai yaliyotolewa kwenye mahojiano na uchunguzi rasmi ndio unaweza kuthibitisha au kukanusha madai hayo. Huyu si mtu wa kwanza kujitokeza. Kwa miaka kadhaa sasa, vijana mbalimbali wamekuwa wakijitokeza kupitia vyombo vya habari wakidai kuwa waliwahi kuajiriwa kufuruga mikutano ya kisiasa, kushiriki maandamano ya kulipwa au kufanya vitendo vya furugu kwa maagizo ya watu wenye ushawishi. Baadhi yao wanaeleza jinsi walivyopokea fedha, walivyokusanywa katika maeneo maalum na namna walivyopatiwa maelezo kabla ya kupelekwa kwenye matukio. Lakini pamoja na simulizi hizo zote, bado Wakenya wengi wanaendelea kujiuliza swali moja: ikiwa watu wanajitokeza hadharani na kueleza walichokifanya, kwa nini bado hakuna kesi nyingi zinazofikia mwisho na kuwabaini wanaodaiwa kuwa waandaaji? Je, tatizo ni ukosefu wa ushahidi? Je, mashahidi wanaogopa kutoa ushahidi? Je, uchunguzi unachukua muda mrefu? Au kuna mambo ambayo wananchi wa kawaida hawayaoni? Maswali haya yanaendelea kujadiliwa huku kila tukio jipya likiongeza mashaka ya wananchi kuhusu uwezo wa taasisi za serikali kushughulikia swala hili kwa uwazi na bila upendeleo. Katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwa na matukio mengi ambapo mikutano ya kisiasa imefurugwa na makundi ya vijana. Maandamano ya amani yamegeuka kuwa furugu, maduka yameporwa, magari yameharibiwa, biashara zimefungwa na wakati mwingine watu wamejeruhiwa vibaya. Cha kusikitisha ni kwamba wanaoumia mara nyingi si wanasiasa, bali ni wananchi wa kawaida ambao walikuwa wakifanya shughuli zao za kila siku. Je, malengo ya makundi haya huwa ni nini? Wachambuzi wengi wanaamini kuwa makundi ya aina hii yanaweza kutumika kwa sababu mbalimbali: kufuruga mkutano ili ujumbe usiwafikie wananchi, kutengeneza mazingira ya hofu ili watu waogope kuhudhuria mikutano mingine, kubadili mjadala kutoka hoja muhimu kama uchumi, ajira na bajeti kwenda kwenye habari za furugu, na wakati mwingine kuharibu taswira ya upande fulani wa kisiasa. Iwapo haya ndiyo malengo, basi anayepoteza si mwanasiasa bali ni mwananchi wa kawaida. Je, hii ni siasa au ni kuhadharisha maisha ya Wakenya? Kijana anayekubali shilingi 2,000 au zaidi kufanya kazi ya dakika chache anaweza kujikuta amepoteza kila kitu. Anaweza kukamatwa, anaweza kujeruhiwa, anaweza kufungwa
anaweza hata akapoteza maisha. Lakini wale wanaodaiwa kupanga au kufadhili shughuli hizo mara nyingi hawapo eneo la tukio. Hii ndiyo sababu wengi wanaona kuwa badala ya kutumia vijana kama silaha ya kisiasa, viongozi wanapaswa kutumia nguvu zao kuwapatia ajira, elimu na fursa za maendeleo. Kwa sababu taifa haliwezi kujengwa kwa mawe, fimbo na vitisho. Taifa hujengwa kwa hoja, sera na heshima kwa maoni tofauti. Demokrasia ya kweli inamaanisha kila Mkenya ana haki ya kukusanyika, kusikiliza viongozi na kutoa maoni yake bila hofu. Ikiwa mikutano ya kisiasa, mikutano ya kijamii na hata mikutano ya kidini inaendelea kufahamiwa na makundi ya furugu, basi siasa zinabadilika kuwa uwanja wa hofu badala ya ushindani wa sera. Na hiyo si hasara ya mwanasiasa mmoja pekee, ni hasara ya taifa nzima. Ndiyo maana Wakenya wengi sasa wanataka kuona uchunguzi wa kina, uwajibikaji na sheria zikifanya kazi bila kuangalia cheo, umaarufu au upande wa kisiasa wa mtu yeyote. Sasa ni wakati wako kutoa maoni. Je, unafikiria matumizi ya makundi ya furugu wamekuwa sehemu ya kisiasa za Kenya? Je, unadhani mamlaka zinapaswa kufanya uchunguzi wa kina zaidi kuhusu madai yanayotolewa na watu wanaojitokeza hadharani? Na suluhisho la kudumu ni lipi ili kuhakikisha kila Mkenya anaweza kuhudhuria mkutano au umma bila hofu? Andika maoni yako kwenye comment section. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye Mr. Zack. Mimi ni Nyapunde Zack. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video nyingine yenye uchambuzi wa kina.